Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata, na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyokuwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Leo tutajifunza kitu ujumbe unasema kwamba kuumbwa kuabudu vitu, na Roho Mtakatifu akuhudumia mwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyika msaada kwako, akafanyika baraka kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Hatukuumbwa kuabudu vitu, haukuumbwa kuabudu vitu. Kuna watu ambao wanaabudu vitu. Kuna watu ambao wanaabudu mali zao. Kuna watu ambao wanaabudu fedha zao. Wanaabudu fedha zao. Lakini Mungu hakutuumba ili tuabudu vitu. Mungu alituumba ili tumwabudu yeye mwenye kila kitu. Mwenye kila kitu. Na watu wamempa Mungu nafasi ya pili kwa sababu ya vitu walivyo navyo. Wamefungwa na wako busy na kutafuta mali, wako busy na kutafuta utajiri, wako busy na kutafuta vitu. Pamoja na kuwa vitu ni vya muhimu, lakini hatukuumbwa sisi kuviabudu vitu. Vitu tulivyo navyo haitakiwi iwe sababu ya sisi kumwacha Mungu. Vitu tulivyo navyo haitakiwi iwe sababu hata kukosa ibada. Biashara tulizo nazo hazitakiwi ziwe sababu ya sisi kukosa ibada. Hatukuumbwa kuabudu kitu chochote kile. Kuna watu ambao wanatumainia vitu walivyo navyo. Kuna watu ambao wanajivunia vitu walivyo navyo. Lakini Mungu alitupa vitu vyote ili vitutumikie sisi. Ili vitutumikie sisi. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa akiabudu kitu chochote kile. Kitu chochote kile. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba usiabudu miungu mingine. Wapo watu wengi ambao wanaabudu vitu. Wapo watu wengi ambao wanatumikishwa na fedha. Na ndio maana yuko tayari hata kuua ili aweze kupata fedha. Yuko tayari hata kuuza mwili wake ili aweze kupata fedha. Lakini sisi hatukuumbwa kuabudu vitu. Hatukuumbwa kuabudu vitu. Tunaposoma kwenye Mwanzo 1:26, maandiko yanasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, akatawale. Kwa mwanadamu ameumbwa kutawala vitu vyote ambavyo Mungu aliviumba. Hakuumbwa ili abudu kitu chochote kile. Kitu chochote kile. Kuna watu wanaabudu miti, kuna watu wanaabudu ng'ombe, wanaabudu nini, lakini vitu vyote hivyo viliumbwa ili tuvitawale. Na tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili akatawale. Vitu vyote viliumbwa ili mwanadamu aweze kuvitawala, na sio kuviabudu, na sio kutumikishwa navyo. Hivyo vitu vyote vinatakiwa kututumikia. Fedha zinatakiwa kututumikia. Zinatakiwa kutumpia. Hatutakiwi kuwa watumwa wa fedha kiasi kwamba tuko tayari kwa lolote kwa ajili ya fedha. Mungu hakutuumba sisi tuabudu kitu chochote kile. Mungu hakutuumba sisi tutumikishwe na kitu chochote kile. Hasa tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, akatawale. Wewe ni mtawala. Unataka kutawala vitu vyote ambavyo Mungu ameviumba ili vitawale. Viumbe vyote vilivyopo baharini, vyote vimeumbwa ili uvitawale. Sio viabudu, na wala havitakiwi kutumikisha. Na ndio maana haijalishi una vitu vingapi, bado Mungu achukue nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Haijalishi una mali kiasi gani, hizo mali zote Mungu aliumba ili uweze kuzifurahia. Uweze kuzifurahia. Mungu hakukuumba wewe ili kuabudu kitu chochote kile, ili kutumikishwa na kitu chochote kile. Uliumbwa ili muabudu Mungu peke yake. Uliumbwa ili muabudu Mungu peke yake. Hutakiwi kutumainia vitu ulivyo navyo. Hutakiwi kutumainia mali ulizo nazo. Pamoja na kuwa mali ni za muhimu, pamoja na kuwa vitu ni vya muhimu, lakini hakuumba uviabudu hivyo vitu. Hakuumba ili uvipe hivyo vitu nafasi ya kwanza. Hakuumba ili hizo mali ulizo nazo ziweke nafasi ya kwanza. Mungu atabaki kuwa Mungu ambaye fedha na dhahabu ni mali yake. Mungu akubariki sana kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kwamba uliumbwa ili muabudu Mungu peke yake aliye hai. Uliumbwa ili utawale vitu vyote ambavyo Mungu aliviumba. Mungu akubariki sana.
Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Na kusubscribe mafundisho yote ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata, na maisha yako hatabakia jinsi yalivyokuwa katika jina la Yesu. Lakini pia unaweza kuwashirikisha watu wanaopenda mafundisho haya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.